Juma alikuwa mwanaume wa mionekano ya kuvutia, mwenye tabasamu la kuvutia, na uso wa uaminifu, uso wa mtu ambaye jamii ingeapa hawezi hata kuumiza kipepeo. Aliishi Mbezi Beach, Dar es Salaam, akiwa na mkewe Miriam na watoto wao wawili. Alimiliki kampuni ya magari, Royal Wheels Ltd, ambayo ilikuwa maarufu kwa kuuza magari ya kifahari kutoka Dubai. Lakini nyuma ya sura hiyo ya mafanikio, kulikuwepo na mtu tofauti, mwanaume mwenye tamaa, usaliti na roho ya dhulma. Alikuwa akiishi maisha ya siri, wanawake wa pembeni, dili za kifisadi na maamuzi yasiyo na utu. Jumatano moja ya mwezi Julai, alipokuwa akienda kuhudhuria mkutano wa kibiashara kwenye hoteli ya kifahari Masaki, alikutana na mwanamke ambaye angemgeuza kutoka simba kuwa paka. Juma alipofika hoteli ya Sea Cliff, aliketi mezani akisubiri mteja, lakini macho yake yakavutwa na mwanamke mmoja aliyekuwa ameketi kona ya ukumbi, mrembo wa kuvutia kupindukia. Alivaa gauni jekundu lenye mgongo wazi na hereni ndefu zilizong'aa mithili ya almasi. Macho yake yalikuwa meusi yenye mvuto wa ajabu. Midomo yake ilikuwa mikubwa yenye rangi ya damu. Alikuwa akiitwa Nuru. Walipoanza kuzungumza, Juma alijikuta akiingia kwenye mazungumzo ya kuvutia. Nuru hakuwa kama wanawake wengine waliowahi kumtongoza. Aliongea kwa kujiamini, hakutabasamu ovyo, na aliuliza maswali mengi kuhusu biashara ya Juma, familia yake, marafiki zake. Usiku huo walimalizia kwenye chumba namba 409. Juma hakujua kuwa Nuru hakuwa mwanamke wa kawaida. Alikuwa mpelelezi wa kujitegemea, mwenye historia ya kina na Juma. Lengo lake halikuwa mapenzi, bali kisasi. Miaka 7 iliyopita, kaka wa Nuru aliyekuwa akifanya kazi kwenye kampuni ya Juma kama mhasibu, alifungwa jela baada ya kufunguliwa kesi ya ubadhirifu. Juma alimpachika tuhuma hizo ili kuficha wizi wake wa milioni 100. Kaka wa Nuru alijaribu kujitetea, lakini ushahidi feki uliandaliwa na hatimaye alifungwa miaka 10. Ndani ya mwaka mmoja, alikufa jela kwa ugonjwa usioeleweka. Nuru aliapa kulipiza kisasi. Alijifunza upelelezi kwa msaada wa rafiki wa familia aliyekuwa jasusi mstaafu. Akajipanga kwa miaka 4 na sasa alikuwa ameingia kwenye maisha ya Juma, si kwa bahati mbaya, bali kwa mpango wa hali ya juu. Alikuwa na kamera za siri alizochomeka nyumbani kwa Juma, kwenye gari lake na hata kwenye ofisi yake. Alianza kurekodi mazungumzo yake na wake zake wa pembeni, mawasiliano ya rushwa na hata vitisho alivyotoa kwa baadhi ya wafanyakazi wake. Siku moja, Miriam, mke wa Juma, alipokea bahasha yenye picha. Ndani yake kulikuwa na picha za Juma akiwa na Nuru kwenye chumba cha hoteli. Alishtuka, lakini hakulia. Alikaa kimya, akatafakari, kisha akaanza kufuatilia. Baada ya wiki moja, Miriam alipokea simu kutoka kwa mtu asiyejulikana. Ukihitaji ukweli wa mumeo, tukutane kwenye bustani ya Mwenge kesho saa 10 jioni. Kwa hofu na hamu ya kujua, Miriam alifika. Alimkuta mwanamke aliyevaa miwani na kofia kubwa. Alikuwa Nuru. Hapo ndipo ukweli ulipoanza kujifungua. Nuru alimwonyesha Miriam video, sauti na vielelezo vya uovu wa Juma. Miriam alilia kwa hasira, si kwa uchungu wa usaliti tu, bali kwa maisha aliyoishi kwenye uongo kwa miaka yote. Badala ya kugombana, Miriam alifanya uamuzi mzito, kuungana na Nuru kumwangusha Juma. Kwa wiki 2, Nuru na Miriam walifuatilia kila hatua ya Juma. Walikusanya ushahidi, walikodi mwanasheria na kushirikiana na afisa wa usalama wa ndani aliyekuwa tayari kumkamata Juma. Siku moja, wakati Juma akiwa kwenye ofisi yake, polisi walivamia. Walimkamata kwa tuhuma za utakatishaji fedha, kesi ya mauaji ya mhasibu wake wa zamani, uhusiano wa kisiri na ushawishi wa wanawake wadogo, ufisadi na matumizi mabaya ya mamlaka. Habari hizo zilienea mitandaoni. Hashtags kama alama ya Leli mfalme wa uongo, alama ya Leli Nuru afichua ukweli, alama ya Leli mke na mpenzi waungana, zilitrendi kwa zaidi ya wiki moja. Juma alibaki mfungwa, mali zake zilifilisiwa, akaachiwa na marafiki. Alipohojiwa kwenye redio moja akiwa gerezani, alisema, "Nilikosa, lakini sikujua kisasi kinaweza kuwa na sura nzuri kiasi hicho." Miriam alichukua kampuni ya magari na kuigeuza kuwa Royal Miriam Motors. Nuru aliondoka nchini kimya kimya, akiacha ujumbe mfupi kwa Miriam Motors: "Nilikuja kwa ajenda, lakini nimeondoka nikiwa na mshirika. Tuwasiliane." Simulizi hii iliwagusa wengi. Watu walijifunza kuwa sura nzuri,
haimaanishi roho safi, na kwamba mke wa mtu si mtu wa kudharauliwa. Anaweza kuwa silaha ya maangamizi, akiwa ameungana na mpango wa kando kwa lengo moja, ufalme wa uongo.